Tumpigie Yesu makofi wakati baba yetu anakuja kusema na sisi. Kwa neema yako ya ajabu na pekee, tunataka kusimama tena mbele zako kama tulivyo sasa, tuweze kunyenyekea na kunyekesha mioyo yetu na maisha yetu, ili ya kwamba tukupe nafasi ya wewe kuendelea kwa Mungu wetu na mtawala wetu na mfalme juu yetu. Tunaomba tukushukuru kwa sababu umesema nasi tangu tulipoanza jana mpaka sasa, umeendelea kuzungumza na maisha yetu na tunaendelea kupokea kutoka kwako, na tunatamani yale ambayo tunapokea kutoka kwako yaumbike, yafanye jambo la uhalisia kwenye maisha yetu. Na kwa sababu hiyo Baba mtakatifu, ninaomba nikusia kwamba jioni leo tena unaposema nasi, utupe akili na ufahamu wa imani wa kuweza kujua, kuweza kusikia, kuweza kupokea, lakini Baba mtakatifu kuweza kuungamanishwa maisha yetu na utumishi wetu na hayo ulikwisha kuyasema. Ninaomba katika mamlaka ya jina la Yesu, ninyenyekee mbele zako, nijiweke chini ya ile mamlaka ya Bwana wangu Yesu Kristo aliniita na kunituma, ili ya kwamba mamlaka hiyo ndio itende kazi, mamlaka hiyo kutana na watu wa Mungu na kuwahudumia na kuwainua katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Amen. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mnafurahia kuwepo hapa? Amina. Nilikuwa nimesema wakati wa maombi ya siku 21, najua kwamba kwa namna tofauti tofauti Mungu alisema na kila mmoja wetu kama kiongozi kwenye eneo analotumika na kwenye eneo ambalo anasimamia, lakini pia na mimi kama kiongozi ambaye kwa sasa ndio niko katika nafasi hii nilionayo, na mimi pia alisema na mimi kwa ajili yenu nyote na kwa ajili ya Gilgal yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. La kwanza nimeshalisema, la maombi ya muda mrefu. La pili ambalo alisema tumieni kikamilifu silaha zilizoorodheshwa katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 20, na shetani hatakuwa na kitu chochote kwenu. Tumieni silaha zilizoorodheshwa katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 20, na shetani hatakuwa na kitu chochote kwenu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kama nilivyokuwa nimesema, hakuna kinga kwamba kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa juu yako, shetani amefungiwa kwenye kona fulani, hakutafuti, hakukaribii, wala hafanyi jitihada. Kinga hiyo haipo. Hata kwa Yesu alipokuwa katika mwili haikuwepo. Yesu katika mwili, yeye pia na neema kubwa ya Mungu. Jana niliwaambia maandiko yamesema juu yake alipokuwa mtoto, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Na naendelea kusema, na Yesu akaendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Lile neno akimpendeza Mungu, tafsiri zingine zimesema akiwa na kibali kwa Mungu na wanadamu, being favored of God and people. Haleluya. Alikuwa na kibali kikubwa kwa Mungu na kwa wanadamu, na neema ya Mungu juu yake ilikuwa ni kubwa. Yohana anasema neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake,
utukufu kama mwana pekee atokaye katika kifua cha Baba, amejaa neema na kweli. Siku nyingine alikwenda kwao Nazareti, akaingia kwenye sinagogi, wakampa fursa ya kusimama kusoma somo. Kuna makanisa wengine tuliwahi kusali, kabla ya mahubiri kuna masomo, linasomwa tu halafu mnaambiwa hili ndio neno la Bwana. Baadaye mnaimba wimbo au chochote kingine au sala fulani, baadaye inakuja tena linaitwa somo la pili, linasomwa nalo. Akishamaliza kulisoma anasema na hili ndilo neno la nani? La Bwana. Baadaye inakuja lingine tena linaitwa tusikilize neno la Injili, nalo linasomwa neno la Injili. Na kuna wakati mwingine kuna lingine linakujaga linaitwa neno la waraka. Haleluya. Nalo linasoma pia. Kwa hiyo nadhani kulikuwa na utaratibu huo. Kuna neno lilitakiwa lisomwe. Wakaamua kwa sababu Yesu yupo amerudi kijijini leo, tumpe nafasi leo asome somo, si la pili si la kwanza. Haleluya. Biblia inasema Yesu akachukua lile gombo kutoka kwa mtumishi, akafungua mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana iko juu yangu, amenitia mafuta. Mnayajua yale maneno. Alipomaliza kuyasoma, akafunika chuo, akamrudishia mtumishi. Hapakuwa na mahubiri, ni somo limeshasoma na hili ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikiliza maneno yanaongelewa pale. Alipomaliza kusoma tu, hakuhubiri. Alipomaliza kusoma, watu akamrudishia mtumishi kile kitabu. Watu wote wakamkazia macho, wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Lakini yale maneno ameyasoma kwenye kitabu ambacho wanacho siku zote, na mtumishi amerudishiwa, wanamjua ikiko pale kwa mtumishi. Watu wakasahau kitabu, wakaona neema ya Mungu juu ya aliyesoma. Haleluya. Wakasahau habari ya kitabu, wakaanza kumwona mtu wa pekee, mtu wa ajabu, mwenye kitu hatuna. Leo amesoma maneno, utadhani ameyatoa kichwani, kumbe amesoma kwenye kitabu. Wakastaajabu wote, wakistaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Na yeye akawaambia, leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukizungumza kwamba neema, wote tunatafuta neema ile alikuwa nayo yeye. Lakini ulifika wakati shetani akampandisha kwenye mlima. Haleluya. Kamonyesha vyote hivyo vyangu, nisujudie dakika moja tu, nakupa vyote. Iliposhindikana, kampeleka juu ya mnara wa hekalu Yerusalemu mjini. Kumbuka alikuwa anajaribiwa nyikani, lakini akamuingiza mjini haraka kwa roho. Si kwa roho, nadhani kwa mwili. Maana angekuwa kwa roho asingemwambia jitupe chini. Roho unaiambia jitupe chini. Alimleta kwa mwili kabisa mpaka mjini Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kaweka juu ya mnara kule juu, jitupe. Haleluya. Kwa hiyo hapakuwa na immunity pamoja na neema kubwa iliyoko juu yake. Haleluya. Kwa hiyo nimesema maombi ya muda mrefu ni ya lazima. Lakini kingine nasema, Yesu alifikia mahali fulani akawaambia wanafunzi, sasa wafuasi,
akasema mkuu wa ulimwengu, akimtaja Shetani, amekwisha kuja, lakini hana kitu kwangu. Hana kitu kwangu. Yaani hana mahala anaweza akasema kwa huyu Bwana kuna changu. Kwenye Kiingereza umetafsiri foothold. Foothold, wale wakwezi wa nazi wa Tanga wanaweza kuelewa hii lugha vizuri. Ukitaka kukwea kuna mahali unatengeneza, unajua ule hauna tawi, hauna nini, si ndio? Kwa hiyo wanakata namna fulani hivi, mahali utashikia vidole vya miguu hivi, unapokuwa unaendelea kupanda ile ndio inaitwa foothold. Na ndicho Yesu alichosema. Yaani hata Shetani angetaka nipandilie, hata pa kuwekea vidole hana kwenye maisha yangu. Hana pa kukanyagia jishikizie kwenye maisha yangu, hana. Na ndicho Mungu alichotuambia kwenye maombi, kwamba tukizingatia zile silaha, tumieni kikamilifu silaha zilizoorodheshwa katika Efeso 6:10 mpaka 20, Shetani hatakuwa na kitu chochote kwenu. Zile silaha si mnazijua? Kwanza mstari wa 10 naanza, iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu. Halafu ndio inaendelea sasa, kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Basi endelea kusemaje? Mpate vaeni silaha zote za Mungu, mpate kushindana siku ya uovu, na kumkisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejivika. Ndio zinaanza kuorodheshwa pale sasa: haki, imani, wokovu na nini tena? Upanga wa Roho upanga wa Roho na kweli na nini tena? Chepesi ndio wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu inaisha ikisema kwa sala zote. Sala ngapi? Zote. Niliwaahidi hapa watu wanaosali hapa, niwaambia nitawafundisha siku zote Biblia inaposema sala zote inasema kitu gani. Sasa sijafundisha hilo somo bado, naamini kuna siku Mungu atanipa fursa nitalitengeneza nifundishe kitu kinaitwa sala zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sala zote na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yenyewe iko kwenye orodha zile silaha. Na kwenye sala zote hizo na maombi, miongoni mwa vipengele vimo ni kuwaombea watumishi wenzako wa Mungu. Anasema mkiniombea mimi ili niweze kunena inavyonipasa kunena, pamoja pia na kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasema hayo maneno kweli kweli, ikiwa ndio silaha umevaa. Wokovu, chapeo ya wokovu ndio silaha umevaa. Ngao ya imani ndio silaha umevaa. Dirii ya haki ndio silaha umevaa. Upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu ndio silaha umevaa. Na mwisho umezifunika zote kwa sala zote pamoja na maombi. Anasema hiyo ikiwezekana, hiyo ikawezekana kuwa lifestyle yako, ikawezekana kuwa ndio maisha yako, ikawezekana, atakuja, lakini hata mahali pa kushikizia ukucha kwenye maisha yako.
ya utumishi na maisha yako binafsi. Maisha yako ya utumishi na maisha yako binafsi. Na isipowezekana kwenye kuvaa wokovu kukawa na dosari, mwandishi wa Ufunuo anaita utupu. Anasema ulikuwa unasema umevaa, kumbe hukujua ulikuwa utupu, mpungufu na uchi. Haleluya. Kadhani umevaa, kumbe kuna utupu. Haleluya. Ukadhani umevaa dirii ya haki. Paulo alikuwa anazungumza maneno yale akimaanisha silaha ambazo askari wanapokwenda vitani kwenda amevaa. Dirii walikuwa wanavaa chuma hapa kifuani kwa ajili ya kukinga mishale, hata ukimpata usiweze kuingia ndani ya kifua chake. Hiyo inaitwa haki. Haleluya. Chapeo ni ile kofia ya chuma wanapokuwa vitani wanaivaa kichwani. Wale Warumi wale mnaona hata kwenye sinema mnaona wamevaa chuma fulani, halafu kuna kitu fulani kama kaunyoya kamesimama hivi. Sehemu nyingine ya kofia ni chuma, ila kwa juu kana kaunyoya kamekaa hivi. Ile kitu kwa ni chuma. Haleluya. Kulinda hata mshale ukija ukabahatisha kichwa, bado uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkanda mkijifunga nini kweli kiunoni mwenu. Yale mavazi yao walivyokuwa nayavaa, hapa kuna chuma, halafu yale mavazi yao namna alivyokuwa ilikuwa inakuwa kama tugauni fulani hivi. Sio combat kama za siku hizi. Haleluya. Kwa hiyo walikuwa nakafunga kale kagauni na mkanda fulani hivi. Haleluya. Kale kanaitwa Paulo kwenye lugha ya kiroho ya askari ambao adui hana kitu kwake, naitwa mkanda unaoitwa kweli. Kijifunga kweli kiunoni mwenu. Haleluya. Buti, vile viatu anavaa askari yuko vitani, akasema hiyo ni injili ya amani. Mkifungiwa miguuni mwenu utayari tunaopata kwa injili ya amani. Upanga sasa unaomshughulikia adui ni lile neno linalotoka kinywani mwako. Haleluya. Ameuita upanga wa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Le neno la Mungu linalotoka kinywani mwako, akasema huo ni upanga. Kwa sababu hakuna askari yuko vitani alafu hana upanga. Unapiganaje sasa? Haleluya. Akasema upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Halafu kusila yote, kuyafunika yote kwa sala zote na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia ile siku ya kwamba hayo mkifanikiwa yakawa kwenye maisha yenu, yakawa ndiyo maisha, yakaingia kwenye lifestyle, shetani hata kwa na kitu kwako wewe mwenyewe, hata kwa huduma yako, hata kwa na kitu. Haleluya. Hata kwa na kitu atasema kwa fulani hapa kuna kitu changu. Mlishawahi kutoa pepo? Halafu pepo nakwambia hatutoki, ana vitu vyetu. Mlishawahi kusikia maneno ya namna ile kwenye mapepo? Hatuendi, ana vitu vyetu. Sasa ndio lugha Mungu alikuwa anazungumza wakati ananiambia maneno haya. Kuna wakati mimi tunataka tubarikiwe, halafu shetani anakuja anasema hakuna kubarikiwa hapa, ana vitu vyetu. Tunataka Mungu atutoe level moja twende nyingine, halafu inagoma kwa sababu shetani na yeye ni mzuri kwa kushtaki. Ana vitu vyangu. Hii inagoma. Ahadi uliyosema utambariki inagoma, ana vitu vyangu. Mungu anataka kupendelee,
aweke kibali chake juu ya maisha yako, shetani anasema Mungu utakosea kanuni hapa, ana vitu vyangu huyu, bado kuna vitu vyangu kwake. Ndio maana asubuhi nimwambia wachungaji, mjitahidi sana, jitahidi usiwe na mambo yale eti mchungaji ana bifu na mshirika. Hivi mchungaji anakuwaje na bifu na halafu namfundishaje sasa? Haleluya. Unamfundisha vipi? Una bifu naye? Eti nikimwona moyo unachafuka na ni mshirika. Bwana Yesu sana. Haleluya, watu wa Mungu. Unamfundishaje sasa? Na mimi nawaeleza, sio kwamba hajakuudhi. Jamani, ninyi labda ninyi mnachunga huko paradiso. Mimi nachungaga huku duniani. Kuna wapendwa wanaudhi. Kuna mpendwa anaweza akakuuliza usiku kucha, na kesho mkikutana wala hata ajali. Na unatakiwa umpende, ukisikia nauma umsalimie. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna wapendwa wanajua kuumiza. Unaumia, unaishia kulia, halafu narudi unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unamaliza kulia, unageuka tena unampenda. Kwa sio kwamba hawapo, hatuchungii paradiso, tunachungia hapa hapa. Kukiyafuga hayo, siku Mungu anataka na ashuke na agenda kukutukuza, shetani anasema no, bado ana vitu vyangu huyu. Hizi tabia za huyu hazina tofauti na za wale wa kwangu. Mnaelewa vizuri? Shetani anasema huyu bado ana tabia za wale wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akasema vaeni au tumieni kwa ukamilifu zile silaha, na shetani hatakuwa na kitu. Lengo la Mungu ni kututukuza. Kilichotukuza Yusufu, shetani hakuwa na kitu. Waliomuuza utumwani, alifika kaachana na mambo ya nani aliniuza nani hakuniuza, anaangalia mpango wa Mungu wa leo ni umekaaje. Haleluya. Waliompeleka gerezani, hakufika kuanza kuangalia walinipelekaje na kadhalika. Alianza kuangalia mpango wa Mungu kuwa hapa mimi ni upi, halafu akaanza kutimiza huo. Mwisho ukafika. Kuna maandishi moja, wangapi waliwahi kumiliki kitabu kinaitwa Fimbo ya Mchungaji? Pale kwenye kitabu cha Fimbo ya Mchungaji kuna moja kati ya masomo yaliyofundishwa, nadhani kwenye sura za kule mwishoni kule, kinaitwa God's Certificate of Approval. Kwa Kiswahili nasemaje Frank? Kiswahili chake ni nini? Cheti cha kuthibitishwa na Mungu. Cheti cha Mungu kukuthibitisha. Na kwa pamoja mambo yanaendelea, utadhani kama Mungu amekusahau, kumbe bado uko darasa la 3. Baadaye unaona mambo yanaenda, umeshafika la 6. Yanaenda la 7. Ndugu yangu, siku ya mahafali, Mungu anatoaga mahafali na yeye. Ile siku Farao anaota ndoto, ndo ilikuwa mahafali ya Yusufu. Madarasa yote amepita, sasa anapewa cheti cha kuthibitishwa kwamba sasa this man can be glorified. Huyu sasa anaweza katukuzwa. Amepita mahali, amehitimu
kila mtihani ameufanya, ameufaulu. Sasa anathibitishwa kwa utukufu wa level fulani. Ndio lazima iwe, isiwe lazima Farao aote ndoto, kwa sababu kuna mtu anatakiwa hitimu, apewe cheti, aende daraja lingine la utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ahadi ya Bwana, mwandishi wa Zaburi anasema, ilimjaribu. Haleluya. Kabla ya ule wakati wa ile ahadi kutimia, ahadi yenyewe ya Bwana ikamjaribu, halafu baadaye akapata approval kwamba sasa umehitimu. Alivyohitimu alikuwa ni mtu mwingine. Kama nilivyowaambia jana, Potifa mwenyewe alishangaa. Ndio yule nilikuwa nimeweka gerezani kwa sentence isiyo na ukomo, ndio ghafla leo ni bosi wangu. Sasa nafanyaje? Imeshakuwa. Mungu ameshamthibitisha. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba kuthibitishwa huko, moja vigezo vinaangaliwa ni namna ambavyo katika kupita kote shetani hakufanikiwa kupata kitu chake kwako. Shetani hakufanikiwa kupata kitu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Wangapi wameelewa? Barikiwe na Bwana Yesu. Jambo lingine alilosema, akasema, mtanitukuza nami nitawatukuza. Mtanitukuza nami nitawatukuza. Kwa nini Mungu alikuwa anakizungumza? Si mchungaji amegusia kidogo kwamba Mungu anatakiwa umbakize kwenye nafasi yake muda wote. Haleluya. Nafasi ya Mungu aendelee kuona unavyoitambua siku zote kwenye hata kikubarikije, hata kikuinuaje, hata kikuweka mahali gani, Mungu anataka endelee kuona nafasi yake unaiweka na unamtambua Mungu kwa nafasi hiyo. Haleluya. Mungu atakutukuza. Jambo lingine, hiyo siku ilikuwa ni Jumapili pia, kati ya zile Jumapili tatu, nadhani ile ya pili. Alfajiri saa 11 nikiwa najiandaa na ibada na jaribu kutaka kujua leo nawaambia nini watu wa Mungu, neno likaja very clear, wazi kabisa. Nasema, sikia unachokisikia, ona unachokiona. Ndivyo Mungu aliongea. Sikia unachokisikia, ona unachokiona. Sasa nikitaka kujua maana yake nini, sikia unachosikia, ona unachokiona, maana yake nini? Nikajaribu kudhani Mungu ananituma kuhubiri hayo kwenye ibada ya siku hiyo, lakini nilivyoendelea nikaona Mungu ananipa message ya Jumapili ya kuhubiri hiyo siku. Kwa nimebaki na neno linaniambia, sema, sikia unachosikia, ona unachokiona. Sijui naenda kuitumia wapi, maana tayari nimeshajua, nimeshapewa nitakacho sema kwenye ibada ya Jumapili. Ilipofika jioni, wakati tunakaribia kwenda kwenye maombi, niko kule ofisini na ndio kujiandaa kuja kwa ajili ya kuja kuongoza maombi jioni, ndio sasa ikaja vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia hivi, mnakumbuka wanafunzi wa Yesu alikuwa anaweza kusema nao na halafu akatoka hawakuelewa. Akazungumza nao lakini wakabaki
Kumbe hawakuelewa alichosema. Anawaambia tunaenda Yerusalemu, nitatiwa mikononi mwa watu na siku ya tatu nikafufuka. Kumbe hawakuelewa. Huku nyuma wanaulizana nani bosi, nani atakuwa mkubwa. Hata hawakuelewa alikuwa anaongea kitu gani. Akasema maneno ninayowaambia, akimaanisha yale ameniambia tangu mwanzo ya kubadili mabaya kuwa mema na utukufu na nini. Hakikisheni mnaelewa. Hakikisheni mnaelewa. Ndio maana ya sikia unachosikia, ona unachoona. Akanikumbusha tena wana wa Israeli wakienda kupeleleza nchi, wale watu 12 walikuwa wamesikia kwanza kwamba ile nchi inajaa maziwa na asali, ni nchi nzuri, ni nchi Mungu yuko nayo, na maneno mengi mnayakumbuka. Na wameshasikia kwamba Mungu anamuondoa Mwamori na Mgirigashi na Mhivi na Myebusi na Mperizi na Mkanani na kadhalika. Wamesikia. Mungu akawapa hatua baada ya kusikia, waende waone. Wamesikia, lakini Mungu hakutaka kuwapa ile nchi mpaka pia amewapeleka kuona. Walipoenda kuona, wale waliowahi kusikia ni nchi nzuri 10 miongoni mwao wakasema ni nchi mbaya na inakula watu wake na hatuwezi kwenda. Haleluya. Na wale watu hatuwezi kuwashinda. Ila walikuwa wamewahi kusikia kwamba Mungu atawaondoa wote mbele yao. Lakini walipoenda kuona wakasema wale haiwezekani kuwaondoa, na kwa hiyo hatuwezi kwenda. Nchi yenyewe inakula watu wake. Waliposema yale maneno yakawaingia watu wengi, wakasahau chote. Unajua walikuwa ni wawakilishi wale, lakini kuna mamilioni ya watu yalikuwa mebaki, ambayo nayo yale maneno ya kwanza yaliyasikia, ni nchi nzuri ya maziwa na asali, tamuondoa Mhivi na Mgirigashi na Mperizi na nini na nini. Waliwahi kuyasikia wote, hakuna bali kwa hajawahi kuyasikia. Lakini hawa walipokuja wanasema nchi nakula watu na hatuwezi, wakapoteza walichosikia. Walioenda wakaona wakapoteza walichosikia, wakaongea walichodhani wameona, kumbe hawakuona walichopaswa kuona. Watu wawili wote walikuwa naona kitu kile kile, lakini watu wawili wamefanikiwa kuona walichokiona. Wameona Waperizi dhaifu watakaoshindwa tu kesho kutwa, watakaofukuzwa. Wameona Waanaki dhaifu watakao, maana ndivyo neno la Mungu lilivyokuwa limesema. Kwa Mungu akaniambia, anaposema ona unachoona uone kwa uhalisi. Ngoja nisome vizuri tafsiri yake, uone kile Mungu anachokifanya kwa maana na kwa uhalisi ule ule ambao Mungu anamaanisha. Ndio kuona unachokiona. Uone kile Mungu anachokifanya kwa maana na kwa uhalisi ule ule ambao Mungu anamaanisha katika kukutazamisha hicho.
Mungu anapokutazamisha hicho, ana maana gani kukutazamisha hicho? Anataka matokeo ya wewe kukutazamisha hicho yawe yapi? Kuona unachokiona ni kuona katika maana ile. Ndicho Mungu alichoniambia. Dogo yule alikuwa anaitwa Yeremia. Aliambiwa Mungu anamtuma kwenda kuambia watu maneno. Mungu anamtuma, akasema mimi ni mtoto mdogo, hao watu nao niambia wananizidi kwa mbali mno, kwanza hata kuniheshimu hawawezi. Akampeleka sehemu kwenye maono, akamuuliza swali, akamwonyesha kitu bila kumwambia ni kitu gani, japokuwa yeye alikuwa anakijua na Mungu anakijua pia. Akamwonyesha, baada ya kumtazamisha, tazama hiki. Akatazama, tazama anachotazama, akakitazama. Baadaye Mungu akamuuliza, Yeremia, unaona nini? Unaona nini? Akasema, naona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia, umeona vema, maana hicho ulichokiona kwenye macho yangu kinamaanisha na angalia neno langu nipate kulitimiza. Kulichoona, umeona kitu kinachoitwa na angalia neno langu nipate kulitimiza, lakini sura yake ya kinabii ni ufito wa mlozi. Unabii wenyewe na angalia neno langu nipate kulitimiza, lakini ishara ya huo unabii nimetumia ufito wa mlozi. Kwa hiyo ukiona ufito wa mlozi uweze kuona nini maana yake, Mungu anataka kufanya nini. Haleluya! Umeona ufito wa mlozi, umeona nini? Nimeona Mungu anayetimiza alichokisema. Haleluya, haleluya! Umeona nini? Nimeona ufito wa mlozi. Safi kabisa, umeona vema, umeona Mungu anayetimiza alichosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana ya Mungu kuniambia maneno hayo, alikuwa ananiambia haya maneno nimewaambia ni halisi. Yaani kama mna mazingira, mna mazoea, msichukue ujumbe wa mazingira. Kuna wengine ukimwambia utatukuzwa, akaangalia mazingira. Mazingira unajua yanajuaga kuongea. Mungu anaweza akaongea na mazingira yakaongea, na ukasikiliza sauti ya mazingira, usisikie anachosema Mungu. Ndio maana ona unachoona. Ona unachoona. Unaweza kuangalia mazingira kashinda kuona unachoona. Petro na wanafunzi wenzake waliona Yesu anatembea juu ya maji, na neno nasema ona unachoona. Haleluya! 11 waliokuwa ndani ya mashua hawakuona, ila wameona Yesu anatembea juu ya maji na amejitambulisha ni mimi, na wamejua ni yeye, lakini hawakuona walichoona. Lakini Petro ameona alichoona. Ameona Yesu anatembea juu ya maji, lakini hakuona kichekesho au mazingaombwe. Ameona kitu kinachoweza kuwa kwenye maisha ya mwamini kimo ndani ya Yesu. Akasema na mimi nipe hiyo. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mwingine aliona mazingaombwe. Aliona Mungu mwenye nguvu sana ambayo sisi hatuwezi hata kufikiria kuthubutu. Lakini Petro akaona Yesu ni Mungu pamoja na wanadamu. Amekuja katika mwili awe Mungu pamoja na wanadamu. Anayoyafanya ni kielezo kwetu ili tuyaishi na kuyafanya. Akasema niruhusu nije. Haleluya. Yesu akasema njoo. Ndugu alinyanyuka bila kuwaza. Mimi nawaza, nadhani ningewaza kwanza. Anaona vizuri. Kuna watu wanaelewa anachohubiri hapa. Unajua anazungumza kitu ambacho kinahitaji uwezo mkubwa wa kuelewa, lakini naamini wote mnaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
anaona kitu ambacho wote wanaona kwa pamoja. Kama ni yoyo, wamepiga wote kwa pamoja, na kama Yesu kusema ni mimi msiogope, wamesikia wote kwa pamoja. Lakini aliyeona alichoona alikuwa ni mmoja. Haleluya! Aliyeona alichoona alikuwa ni mmoja. Akasema kama ni wewe na mimi naomba nije. Na akanyanyuka bila mawazo kujiuliza uliza. Kanyaga, na sio kwamba mawimbi yamenyamaza. Mawimbi yanaendelea kama kawaida na upepo unaendelea kama kawaida. Kanyanyuka nao. Yupo hajazama, akaweka nyingine tena, akaona napanda na shuka nao, akaweka na nyingine. Katikati akapoteza alichoona. Haleluya! Kafika mahali fulani akapoteza alichoona. Na Yesu katika kumkosoa alimwambia hivyo hivyo, mbona uliona shaka? Yani kuna ulichoona sicho ulichopaswa kuona, na sicho nilikuwa nimekuonyesha. Kuna kitu nilikuonyesha ulichopaswa kuendelea kukiona muda wote, lakini ulifika katikati ukaanza kuona ambacho sicho mimi nilichokuwa nimekuonyesha. Mimi sikukuonyesha mawimbi, mimi nimekuonyesha mimi ninavyotembea juu ya maji. Sio kwamba mawimbi hayakuwepo, ila Yesu anamwambia sijakuonyesha mimi mawimbi, nimekuonyesha nguvu ya kutembea juu ya maji. Kwa nini hukuendelea kuiona? Kwa nini uliona shaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Petro akajikuta amezama, lakini libarikiwe jina la nani? La Bwana, ambalo lilimsaidia kumwambia Yesu, hata hivyo nisaidie unitoe humu. Maana kuna mtu anazama jumla, anakosea moja kwa moja. Yesu akamshika, Biblia inasema alimshika mkono, haisema alimbeba begani. Alimshika nini? Sasa unafikiri ule utaratibu wa kurudi kwenye mashua ulikuwa kubebana mabegani? Maana alitembea tena. Haleluya! Sasa yuko sambamba na Yesu, lakini anarudia kutembea tena. Yusufikiri alitembea kazama, halafu akabebwa mgongoni. Imani yake iliinuliwa, na alihitaji tu Yesu aweze kumuinua tena, kumboost kidogo imani yake, ili mchakato wa kutembea uendelee. Mwambie jirani yako, mchakato uendelee. Uendelee kutembea. Yesu alichoboost ni imani. Mbona uliona shaka? Akamshika mkono, akamboost imani, kutembea kukaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu akaniambia ona unachoona, niwaambie kanisa. Maana yake jioni ndio nikaelewa huu ni ujumbe wa kanisa, nikaja nikawaambia, na ninyi najua nilichokuwa nasema kama leo ninyi mnakiona kesho yake, na ninyi bila shaka kesho yake mlikiona. Jina la Yesu libarikiwe. Kwamba hakikisha tunaingia kwenye level nyingine, tunaingia level nyingine ya utukufu. Inawezekana utashangaa. Ulijua kukutana na mtu mmoja hakuwahi kutarajia kwa mazingira na lugha ya mazingira. Walimwambia kuanzia sasa utakuna kula kwenye meza ya mfalme, unakula chakula cha mfalme na hugharimii, halafu vile vya kwako utakuna zalishiwa na watu, lakini matumizi yako kwa mfalme. Sasa sijui matumizi ya vile yatakuwa nini, lakini hivyo hivyo tarimbikiza anavyotaka, sawa, lakini budget zake zote ziko kwa mfalme, na watu wanamlimia mashamba yake, na matumizi haambiwi atatumia nini, maana matumizi yake yote yako huku kwa mfalme. Yule ndugu unajua hakuelewa kama anasikia vizuri au kuna mambo ya mengine ya ndoto yamepita majinamizi. Akasema hivi, nawezekana na mimi mbwa mfu mtakanifikiria?
Lakini ndio hivyo, jamaa ameshatoka huko, hakutarajia, hakustahili. Maana babu yake huyo anaitwa Sauli, ndiye huyo alikuwa anamtendea mabaya Daudi, na Daudi alikuwa ameamua, nani amesalia wa nyumba ya Sauli nimtendee mema ya Bwana kwa sababu ya rafiki yangu Jonathan. Jamaa kakutwa ndio peke yake amebakia. Alishangazwa, lakini akasema, mimi mbona niko level ya mbwa mfu? Haya yananistahilije? Nataka niwatie moyo, haijalishi uko level gani, Mungu ameongea. Ona unachoona, sikia unachosikia. Ona unachoona, upokee kwa maana ile ile Mungu anayomaanisha anapokutazamisha hicho unachoona, na usikie na kuelewa kwa maana ile ile ambayo Mungu anamaanisha anapokusikizisha hiki unachokisikia. Mungu anamaanisha nini? Chukua hiyo anayomaanisha anapokutazamisha unachoona na anapokusikizisha unachosikia, na ndivyo itakavyotimia kwako. Mimi na imani kubwa, kuna level ya utukufu nyingine inakuja, nyingine kabisa. Kuna level nyingine ya utukufu inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna level nyingine ya utukufu inakuja. Wachungaji, jiandaeni ninyi wenyewe, jiandaeni kuyaingiza makanisa yenu, yaandae kiroho makanisa yenu kuingiza kwenye level ya utukufu. Andaa waumini wenu waweke kwenye mtazamo wa imani ya kupokea, waweze kuconnect na level ya utukufu Mungu anaacha kwenye kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Lakini lazima wewe uone, na ndilikuwa project ya Mungu ya kuwatuma wale jamaa waende, kwa sababu kiongoza sipoona hata wapeleka mahali yeye mwenyewe haoni. Ndio maana ilikuwa ni lazima waone viongozi. Walikuwa vichwa vya makabila wale, hawakuwa watu wa kawaida. Wale jamaa Biblia inawaita walikuwa vichwa vya makabila, kwa sababu alitaka viongozi waone. Imani ya viongozi iwe juu, uhalisia wa nchi ya Kanani ndani ya maindi za viongozi uwe mkubwa, ili waweze kuwaongoza watu kuingia Kanani. Wawe na uhalisia wa Kanani kuliko masimulizi ya Musa. Ndio maana ya Mungu kuwapeleka pale. Haleluya. Bahati mbaya wakaenda viongozi wasioona wanachoona, wala wasiosikia walichosikia. Haleluya. Wakarudi wakaliza watu, wakawaliza usiku kucha, wakawambia hatutaweza, hatutaenda. Na Mungu akasema, hayo mliosema nitawafanyia. Lakini Yoshua na huyo mwingine anaitwa Caleb, haleluya, kwa sababu wameniandama, hao nitawaingiza. Kwa sababu gani? Wameniandama. Nimalizie kwa kusema kwamba kwa sababu ya maneno hayo yote ikawa dhahiri, neno nilikuwa nimelipata hata kabla tujaanza maombi, ikawa dhahiri mtiririko wote mzima unaonyesha kwamba mwaka huu ni mwaka wa kutukuzwa. Ni mwaka wa kutukuzwa. Haleluya. Na Mungu anapotaka kutukuza watu wake, kuna mambo yanaenda pamoja. Kunaanza kwanza na kurudisha sasa kwenye summary au hitimisho la ufupisho. Naanza kwanza, Mungu anakuwezesha kuishi maisha yanayoishi ndani ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu, unajua tukitafsiri neema tuna mambo mengi. Kuna ile title anasema Paulo, katika title anasema neema ya Mungu kwa wanadamu wote. Hiyo sio tunayoiongelea. Haleluya. Nazungumza neema, nguvu ya uwezesho. Nakwenda pamoja. Siongelei neema ya kuokoka, wote tunayo, tumeokoka kwa neema, sio ninayoisema. Nazungumza neema, nguvu ya uwezesho. Neema ambayo mtu akitaka kushindana na wewe, neema inakufungulia njia na unapita na anakuangalia.
Neema ambayo ukitaka kufanya jambo inakupa wepesi na urahisi. Neema ambayo inakupa kibali na kukubalika. Kwa Mungu anaanza kulilizi juu yako neema. Haleluya. Wangapi wananielewa? Nazungumza sasa kinabii. Mungu anaachilia neema. Naomba ipokee katika jina la Yesu. Sio kwamba mimi nakutamkia sasa hivi, Mungu ameshaiachilia tangu ile siku aliyoponiambia. Ipo tayari. Sio kwamba naitamka leo. Ilikuwepo tayari, Mungu ameshaiachilia. Ndio alama ya 2026 kwetu. Neema. Na neema ikishakuja haiachi nyuma kibali cha kimungu. Favor. Favor is power. Favor ni nguvu. Favor ni nguvu ambayo ikishakuwa juu yako, Mungu anakufanyia mambo hata wenye akili yako inashangaa, ni mimi au ni mtu mwingine. Favor inakupa kukubalika mbele za watu, huna kiwango cha kufanana nao hata kidogo. Favor inakubariki kwa baraka ambazo hukuwahi kuwa nazo. Haleluya. Na hiyo sio kwamba naitabiri sasa hivi, ilishamwagika tayari, kwa sababu mimi naongea vitu nimeshaona tayari. Naongelea vitu nimeshaona tayari. Kwa wewe pokea, connect, sikia unachosikia, ona unachoona. Jina la Yesu libarikiwe. Favor, tembea katika favor ya Mungu katika jina la Yesu. Kubaliana na favor ya Mungu, ishi ndani ya favor ya Mungu, ishi ndani ya kibali cha kimungu katika jina la Yesu. Kibali cha kimungu kinakusindikiza kila mahali unapokwenda. Hakikuachi ukaenda peke yako. Kila mahali unapokwenda kibali cha kimungu kinakusindikiza, kwa sababu kinaishi juu yako. Kiko kwenye uso wako. Unafika kwa Ahasuero na kunyoshea fimbo ya dhahabu. Kibali kinamwambia gawa hata nusu ya nchi. Haleluya. Hiyo ni nguvu ya kibali. Wale watu waliingia maombi ya siku 3 ya kuomba kibali. Kibali kikatirika cha ajabu. Esther nafika pale, Bwana unasema Yesu unataka nini? Sema. Hata kama unataka alikuwa na majimbo 120 kutoka huku Misri mpaka bara Hindi. India maana yake. Yote ilikuwa chini yake, majimbo 120. Anasema na kugawia nusu. Yaani kibali kilivyokuwa, yuko tayari wagawane majimbo. Haleluya, haleluya. Hicho ni kibali. Ndicho nachosema juu yako kwa jina la Yesu. Ndicho nachosema juu ya kanisa kwa jina la Yesu. Ndicho nachosema juu ya makanisa. Nachosema juu ya watu wa Mungu. Naongea kibali hicho. Haleluya. Kwa hiyo mshale unaanzia neema. Kama unaandika kwenye daftari yako, andika neema, halafu weka kama mshale hivi, mbele yake andika kibali. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Halafu kisha anza kutembea katika kibali. Kuna kuja kitu kinaitwa baraka. Baraka ya mtu si vitu anavyomiliki. Baraka inakuja, ni nguvu iko kwenye ulimwengu wa roho ambayo inakaa juu ya mtu au inamvaa mtu, anatembea amevaa baraka. Baraka inavalishwa juu ya mtu. Yakobo baba yake alimvalisha baraka. Alienda hamiliki ng'ombe wala mbuzi wala kondoo, lakini alienda amevaa baraka. Kondoo walikuwa wanatokea kwenye baraka aliyovaa. Ng'ombe na watumwa na wajakazi walikuwa wanatokea kwenye baraka aliyoenda amevaa. Wakamdhuru mara 10 mishahara. Aliyevaa baraka hadhurumiki. Haleluya, hadhurumiki. Haleluya, haleluya. Wakamwambia, alimaliza kwanza ile ya miaka 14, 7 ya kupata wake wawili. Ikabaki sasa hakuna mkataba, unaenda kutumika, tutakuwa tunalipana. Mara ya kwanza tutalipana kiasi fulani, akadhurumiwa. Mara ya pili tutalipana kiasi fulani, akadhurumiwa. Akazihesabu zikafika mara 10. Kadhurumiwa mishahara mara ngapi? Mara 10. Nisho Mungu akaona wewe unaweza kudhulumu mtu amebarikiwa.
Unaweza kudhulumu mtu amebarikiwa. Mungu akamwambia Yakobo, njoo hapa. Yakobo akiwa kwenye usingizi akaota ndoto. Akaona mabeberu ya milia na madoa na maraka yanapanda yale majike ya wale wanyama wenye rangi moja, halafu vinazaliwa vitoto vyote vya madoa na milia. Akajua safi. Hii imeanza. Mzee, hebu tuongee mambo hapa. Haleluya. Sasa mimi sitaki mazungumzo ya mishahara tena. Tumeshachochana. Tumeshadhurumiana mara nyingi. Sitaki tuongelee mishahara. Tukubaliane hivi. Mimi nitakuwa nakutumikia, tutakuwa tunagawana. Wale wa madoa na milia watakuwa wanakuwa wa kwangu, halafu wewe kumbe ameiona kwenye maono usiku. Haleluya, haleluya. Kumbe ameiona, akamka asubuhi, mzee njoo tuongee. Haleluya. Njoo tuongee mzee. Mimi sasa nitachunga tu, wala usiwe na shida, tutachunga tu, wala sikudai chochote. Ila tu wakizaliwa madoa hao watakuwa wanakuwa wakati huu hawapo. Ngaka na mjinga huyu. Sawa? Mjinga. Umejidhulumu mwenyewe. Jamaa mkataba ulipotengenezwa vizuri wa hivyo, akaenda akatafuta fito za mlubuna. Ile rangi ameona kwenye ndoto, akazitengeneza zile fito zikafana zile rangi zile kama viona kwenye ndoto. Halafu anawapeleka kwenye maji, kwenye zile birika za kunywa maji, anasimamisha zile fito mbele yao. Wakinywa maji hivi wanachukua mimba. Wanakunywa maji hivi, wakiziangalia tu mimba tayari. Haleluya, haleluya. Baada muda mfupi, wanyama wote wakichukua mimba, mzee anatarajia kitazaliwa cha kwake, hamna. Kinachozaliwa ni cha Yakobo. Kila aliye na mimba mzee anatarajia mwaka zamu hii wa kwangu, akizaliwa wa Yakobo. Wakaisha. Vijana kaanza, huyu dogo mbona anamdhulumu mzee? Mzee, unaangalia mambo haya kanavyokuwa? Hamna. Mzee akaanza kumwangalia vibaya kuliko jana na juzi. Mzee alipoona wanamwangalia vibaya kuliko jana na juzi, akaenda kaaga wake zake, jamani turudi kwetu. Naona baba yenu halitazami kama jana na juzi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naona baba yenu hanitazami kama jana na juzi. Mimi nadhani wakati umefika nirudi kwetu. Sasa wakaswaga hiyo siku, wakaswaga. Alikuja kushituka mzee, wameshaondoka, wako mbali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyebarikiwa hadhulumiwi. Kwa kwenye mstari wako pale kwenye kale kamshare, weka mbele. Ukimaliza kupata kibali, kinachofungua hata nyuma yake, mbele yake ni baraka. You are blessed. Na Mithali nasema sura 20 mstari wa 6, baraka za Bwana humkalia mtu kichwani pake. Ndio maana niwaambia wale mnaokata tamaa, huku nilikofungua kanisa ni kubaya, mimi nawaza niende Dar es Salaam. Acha hayo maneno. Baraka ya mtu inakaa kwako. Kama huna sangabuye, na tukwambia utaenda Dar es Salaam bado huna. Kwa sababu baraka yako haishi Dar es Salaam. Baraka yako inakaa kwenye kichwa chako. Inasema mtu aliyebarikiwa akipita hata kwenye bonde la vilio hulivika baraka. Yaani bonde linavaa baraka. Liliokuwa la vilio linavalishwa mtu ambaye nguvu zake zinatoka kwa Bwana. Akipita hata kwenye bonde liliokuwa linaitwa bonde la vilio hulivika baraka. Na niona chongea, baraka umkalia mtu kichwani. Ndio maana nataki usiishi na vitu vinaleta laana. Ninyi wachungaji, ngoja niwaambie ukweli. Wengine wenu hamnipagi zaka. Leo mnashangilia nimesema mtatukuzwa. Lakini kutolipa zaka kunaita laana. Laana hukaa kichwani pa mtu kama baraka inavyokaa kichwani pa mtu. Laana mtu anatembea nayo na baraka mtu anatembea nayo. Umeelewa vizuri? Wangapi wamenielewa nilichosema? Narudia tena, baraka inakaa kwa mtu, haikai mahali. Mtu aliyebarikiwa anaenda mahali panaonekana hapafai, panageuka.
kwa sababu ameenda mtu, baraka inakaa juu yake. Na mtu alienda lana juu yake, anaenda mahali palikuwa panaonekana pazuri, panaharibika. Muulize Rutu, alienda mahali anaona pazuri, kumbe ameenda ametukana baba. Ni vizuri. Rutu alienda ametukana baba yake Ibrahimu, halafu akaenda pazuri akapaharibu mwenyewe, pakachomeka moto, yeye mwenyewe akanusulika bila kitu. Alienda na ng'ombe akatoka bila ng'ombe, alienda na wajakazi akatoka bila wajakazi, alienda na mbuzi akatoka bila mbuzi, alienda na mke akatoka bila mke. Karibu kila alichoenda nacho akatoka hana. Hubarikiwi kwa sababu uko mahali pazuri, unabarikiwa kwa sababu wewe ni mzuri. Wangapi wameelewa? Hubarikiwi kwa sababu unakaa mahali pazuri, unabarikiwa kwa sababu wewe ni mzuri. Tumeelewana? Haleluya, 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 haleluya. Tunasema kwa wabaya hamna amani. Hakuna amani kwa wabaya. Nasema Bwana, unabarikiwa kwa sababu wewe ni mzuri. Ubarikiwi kwa sababu unakaa mahali pazuri, wala ubarikiwi kwa sababu umezungukwa na watu wazuri. Unaweza kuwa na mke mzuri kumharibu kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Unaweza kuwa na mume mzuri kumharibu mwenyewe kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Unaweza kuwa na washirika wazuri ukawaharibu mwenyewe kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Na unaweza kuwa na mchungaji mzuri ukamharibu kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Unaweza kuwa na shamba zuri ukaliharibu kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Unaweza kuwa na uchumi mzuri ukauharibu kwa sababu wewe mwenyewe umeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu mstari ni wangapi ule? Wa 20. 10. Ilikuwa Mithali 16, halafu Mithali 10:20. Ili hukaa kichwani ni mstari wa 6. Halafu ile nyingine ni mstari wa 20 nadhani. Inasema hivi, baraka ya Bwana hutajirisha. 22. 22. Baraka ya Bwana ufanyaje? Hutajirisha. Baraka ya Bwana hutajirisha. Kinachokuja kwanza sio utajiri, kinachokuja kwanza ni baraka ya Bwana. Baraka ya Bwana sio ng'ombe wala mbuzi. Baraka ya Bwana inakaa juu ya mtu, lakini ikija inaleta mbuzi na ng'ombe na pesa na nyumba. Unataka kanisa lako leo una washirika wengi, unatanguliza baraka ya Bwana ikae juu yako kwanza. Baraka ya Bwana inakupa watu. Unaniona nachosema? Hawatangulii watu ndio unabarikiwa. Unatangulia kubarikiwa, halafu baraka inaleta watu. Jina la Yesu libarikiwe. Unatangulia kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wa kutukuzwa. Kwenye mshale andika. Sumeandika mshale unaanza neema, baraka, utukufu. Ukishabarikiwa, kutukuzwa halipingiki tena. Unaheshimika kila unakopita. Wewe kumwona Ayubu sura 29 anasema nilikuwa nikifika watu wanasimama wananipisha kwanza. Halafu hata kama alikuwa na agenda wanaongea wanasema sasa hatuongee tena, mzee Ayubu ameshakuja. Akiongea tutakuwa tumemaliza. Haleluya. Akiongea watu wote wanasema ya mzee Ayubu yametosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka ya Bwana iko juu yake, imemtukuza mbele za watu. Ametukuka mbele za watu. Haleluya, haleluya. Mungu akupe neema hiyo kwa jina la Yesu. Mungu akupe baraka hiyo kwa jina la Yesu. Ni hivi nachosema, hiyo ndio agenda ya Mungu kwetu mwaka huu.
Hiyo ndio agenda ya Mungu aliyoniambia kwetu mwaka huu. Hiyo ndio agenda Mungu ametangaza. Hiyo ndio moyo wa Mungu kwa ajili yetu katika mwaka huu. Unapozungumza neno la kinabii, unazungumza udhihirisho kwa njia ya tamko wa wazo na kusudio la moyo wa Mungu kwa wahusika. Ndicho kilichotokea katika hilo neno. Mungu anaongea udhihirisho kwa njia ya tamko wa wazo la Mungu na makusudio yake kwa ajili ya wale ambao linawalenga. Tusimame. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake Yesu. Ukiwa na moyo ambao umejielekeza kwa Mungu, ukiwa na moyo ambao ndani mwako umejielekeza kuyapokea maneno ya kinabii ambayo yamekuja kwetu tangu mwaka ulipoanza, na leo nimepata nafasi ya kuyapa ufafanuzi wa namna nilivyoyapokea na katika maana ile nilivyoyapokea kutoka kwa Bwana. Ninaomba moyo wako ujiungamanishe ili uweze kuyapokea. Wewe ni kiongozi, ni kama Mungu alivyotuma wale watu 12 vichwa vya makabila yao, ili ya kwamba wao wakienda wakapokea kile Mungu anachotaka kupokea, wakaelewa kile Mungu anataka waelewe, wakawa na ufahamu Mungu anataka we nao juu ya nchi ya ahadi. Maana yake alikuwa anawatuma kwenda kuongoza wengine, kwenda kuwarithisha, kwenda kuwaingiza katika maziwa na asali. Naomba nielewe kwamba hauko hapa kwa ajili yako peke yako. Una kundi la watu liko nyuma yako. Umekuja kupokea kwa sababu yao, kwa ajili yako na kwa ajili ya wale walioko nyuma yako. Upo kwa ajili ya kundi kubwa ambalo natakiwa liende likabarikiwe, liende likatukuzwe, liende likaishi ndani ya neema hii, liende likatembee, liende likaone udhihirisho wa maneno haya na neema Mungu aliyoiachilia kwa ajili yao. Upo kwa ajili ya kundi, upo kwa ajili ya watu wote, upo kwa ajili ya watu wa nyumba yako. Najua kwamba nimeshakuwa nje ya muda na sitatumia muda mwingi, lakini kwa mtindo ule nitakao-tumia nitamgusa kila moja na kumwekea mkono, japo kwa pengine si kwa mchakato wa muda mrefu kama ilivyofanya miaka mingine, lakini naomba upokee katika jina la Yesu. Naomba upokee kwa jina la Yesu. Naomba neema niyotangaza ije juu yako kwa jina la Yesu. Naomba neema isiyoshindwa ije juu yako. Naomba neema inayofungua milango ije juu yako. Neema inayowafukuza maadui ije juu yako. Neema inayokupa wepesi ije juu yako katika jina la Yesu. Neema inayotajirisha, neema iletayo kibali cha kimungu ije juu yako katika siku ya leo katika jina la Yesu. Neema kuingizayo katika mafuta ya kiwango kipya cha utukufu na heshima ya utumishi wako ije juu yako leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wavuvie watu hawa, wavuvie watumishi wako, vuvia ile neema uliyosema, wavuvie ndani ya ile neema, wavike ile baraka, wavike ile baraka, wavike ile baraka, wavike kile kibali, wavike Bwana, wavike kila moja, wavike Yesu, wavike Bwana Yesu, wavike wote, wavike kile kibali, wavike ile rehema, wavike ile upenyo, wavike ile ngoro katika jina la Yesu. Kibali kinachozaa utukufu, kinachokwenda kuingizwa katika viwango vingine vya kutukuzwa. Mbele za watu utatukuzwa, kwenye kazi yako utatukuzwa, maisha yako atatukuzwa, atakutukuza nyumbani, atakutukuza kanisani, atakutukuza kwenye nchi, atakutukuza kwenye jamii, atatukuza kwa uchumi, atakutukuza kwa afya, atatukuza kwa kila jambo katika jina la Yesu. Ya mashakaraboseke ya bandaramondo ya bazanda ye mosho pokori ya bagaseke ya pakari ya ndaraboseke ya bandari ya boshe poko ya bazanda iparamondo ya bazanda ya pekeri ya ndari ya boseke ya pekeri ya ndari ya boseke ya pekori ya bagaseke. Na iwe kwako, uipokee, neema iongezeke, utukufu na kibali za kimugekeye juu yako. Mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu. Mungu akakutokoze, Mungu akakutokoze. Naachilia neema, ninanena neema hiyo, ninanena kibali hicho, ninanena viwango vya utukufu katika jina la Yesu. Rimotoria bazanda Rimo shapaka ya baba ya pakariando ya bazanda ya pakariando ya baseke. Na itimie kwako maneno ya unabii ambayo Mungu amenipa kutamka, yatimie, 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 yawe halisi, yaumbike, 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 yaumbike. Yesu yapokee. Neema inakuja, neema ni kubwa, inakutembelea, 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 inamiminika juu yako. Yes, take it, 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 katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ipokee, ipokee, ipokee. Ni halisi, 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 ni halisi. Ipokee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akutimilizie, Mungu akutimilizie, Mungu akutimilizie wewe na nyumba yako, wewe na nyumba yako, kwenye uchumi wako, kwenye mafuta, kwenye ufunuo, kwenye neema ya kumjua. Mungu akutimilizie, Mungu akutimilizie, Mungu akutimilizie. Neema iongezeke, iletayo kibali, iletayo baraka, iletayo utukufu, ije juu yako kwa nguvu, kwa nguvu, wewe na nyumba yako, wewe na utumishi, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, ramashaka ya baba ya mashapokori ya bazanda. Wako malaika wanahudumu, wako malaika wameleta kitu cha Mungu, wako malaika wanagusa watu, wako malaika, naona malaika wanafanya kazi, wanafanya kazi. Rapakarababa ya pokori ya bazanda, ipokori ya bagaseke ya bakari ya ndore ya bazanda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea, pokea, na yuma juu yako, na inena juu yako, na itamke juu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ipokee, pokea, ipokee, pokea, ipokee, pokea. Utatembea naye, utakuvika ya karaboseke ya pakaria boseke, ya pakaria boseke, imungo la basata ya pakaria ndo ya baseke, rembo ya bazijere boseke, ya mandari ya boko ya bagaseke. Ninaachilia, ninaachilia, ninaachilia. Neema ikuinue, ikuinue. Sio kawaida, sio ya kawaida, sio ya kawaida, sio ya kawaida. Ninaachilia, ninaachilia. Sio ya kawaida, sio ya kawaida. Mungu yuko kazini, anabariki, analeta utukufu, utukufu mwingine, utukufu mwingine utakao kukamilisha
utakaokutambulisha katika jina Yesu. Hakutakuwa na mipaka tena, hakutakuwa na mipaka. Mungu anaachilia utukufu. Ramashaka ya baba yapakariamoseke iwe juu yako kwa nguvu, iwe juu yako kwa nguvu, ipokee kwa nguvu, ipokee kwa nguvu, utukufu kwa nguvu, neema kwa nguvu, viwango vya baraka katika jina la Yesu. Rekodi ya masaka yapakariamoseke katika jina la Yesu. Hai pokea na iwe kwako, na itimie, na idhihirike katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Inatimia tele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Na Mungu leo umesema unampa macho ya kuona, ndivyo ambavyo macho ya kuona anachoona, mambo ya kusikia anachosikia, masikio ya kusikia anachosikia. Baba, yawe dhahiri, yawe dhahiri, yawe dhahiri, yawe dhahiri, yawe dhahiri. Naachia katika neema hii na katika baraka na utukufu ule tamka na kusema Baba, nakuwa anatimizwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, ninaachilia ile neema ya kibali, ile neema ya kibali na ule utukufu. Ninaachilia Bwana kwa daraja losema na kwa namna losema, ninaachilia leo utukufu na ile baraka losema, naachilia katika jina la Yesu. Na iwe kwako, na itendee kwako, maana katimilize katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, timiza niliyosema, naliangalia niliyosema nitimize. Ndivyo navyoona ukinitimiliza Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndivyo navyoona ukinitimiliza Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, yote yaliyokusudiwa kutimia katika wakati ule ambayo umetangulia kuyanena kwa ajili yangu na ndugu zangu na kwa ajili ya kanisa letu, Baba, nayapokea, najiungamanisha nayo katika jina la Yesu. Nayapokea kwa ajili ya uzao wangu, nayapokea kwa ajili ya huduma yangu, nayapokea kwa ajili ya uchumi wangu, nayapokea kwa ajili ya maono niliyo nayo, nayapokea kwa ajili ya kanisa linalochunga, nayapokea kwa ajili ya mambo yote yanayonihusu na yatakayonihusu na yatakayonigusa katika mwaka huu 2026. Napokea uhalisia wa kila katika jina la Yesu. Baba, nasema asante kwa ishara ya kuwekewa mkono na mtumishi uliyempa mamlaka ya kuyasikia kwa nguvu iliyopo ndani ya matamko yale na ndani ya mamlaka aliyompa katika jina la Yesu. Napokea maambukizo, napokea maambukizo, napokea maambukizo wa ile neema na nguvu ya uhalisia wa udhihirisho wa yale matamko ya ule utukufu uliosema, ya ule utukufu uliosema. Baba, naingia katika nyakati za kutukuzwa, naingia katika nyakati za kutukuzwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, kama ulivyonipa mamlaka, kama ulivyonipa mamlaka na kama ulivyonipa nafasi na kama ambavyo umenipa ndugu zangu hawa kwamba mimi niwe kiongozi wao, niwe kichwa, ili kwamba kichwa hicho kiweke uvuli juu yao na ule uvuli ukawabariki. Ninaomba niwabariki kwa jina lako. Ninaomba niweke jina lako juu yao, niweke jina lako kwenye huduma zao, niweke jina lako kwenye afya zao, niweke jina lako kwenye maombi yao, niweke jina lako kwenye uchumi wao,
liweke jina lako kwa uzao wako, liweke baraka jina lako kwenye upako na uwapaka katika jina la Yesu, ili kutokea sasa jina lako lipo juu yao, nao utakapoliona jina lako juu ya maisha yao, juu ya makanisa naongoza, na juu ya kila eneo, na juu ya kila chokishika na kukigusa, Bwana kitabarikiwe, 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 watakachogusa chochote kitabarikiwe, kitabarikiwe, watakachosema katika wewe kikatimie, kikatimie, watakao wabariki wabarikiwe, watakao tabia mema pokee mema, pokea na iwe kwako, pokea na iwe kwako, pokea na iwe kwako, pokea na iwe kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi, mshangilie ametenda na imekuwa katika jina la Yesu.